Mheshimiwa Naibu Spika, tunaimarisha shirika la ndege la Tanzania ATCL. Serikali imeendelea kuimarisha shirika la ndege Tanzania ili liweze kutoa huduma bora za usafiri wa anga kwa abiria na mizigo yake ndani na nje ya nchi. Serikali kufikia kipindi cha Novemba 2020 hadi Februari 2025 ilitumia trilioni 1.49 kununua ndege 7, ambapo ndege 6 ni za abiria na ndege 1 ni ya mizigo. Ununuzi wa ndege hizo umelifanya shirika kuwa la jumla na ndege 16 ambazo zimeimarisha na kuongeza safari za ndege za ndani na nje ya nchi. Hivi sasa shirika la ndege Tanzania limeongeza safari za ndege kwenda nje ya nchi, ambapo ndege zake zinasafiri kwenda Johannesburg, Afrika Kusini, Guangzhou nchini China, Mumbai, India, Lubumbashi, DRC, Lusaka na Ndola nchini Zambia, Harare nchini Zimbabwe, Dubai kwenye Falme za Kiarabu, Nairobi nchini Kenya, Entebbe nchini Uganda, Bujumbura nchini Burundi, Moroni, Komoro, na hivi karibuni itaanza safari za moja kwa moja kutoka Dar es Salaam hadi Kinshasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mheshimiwa Naibu Spika, ongezeko la ndege limechangia pia kuongezeka kwa idadi ya abiria wanaohudumiwa kutoka abiria 822,232 kwa mwaka 2021 hadi abiria 3,818,567 Februari 2025. Mizigo kutoka tani 2,567 mwaka 2021 hadi tani 5,730.48 Februari 2025. Kadhalika, mapato yetu yameongezeka kutoka shilingi bilioni 254 mwaka 2021 hadi shilingi trilioni 1.5 Februari 2025 mwaka huu. Mheshimiwa Naibu Spika, mwenendo wa viashiria vya uchumi na bajeti katika mwaka 2024-2025 umeendelea kuwa wa kuridhisha. Katika mwaka 2024, pato halisi la taifa lilikuwa kwa wastani wa 5.5% ikilinganishwa na 5.1% ya mwaka 2023. Ukuaji huo ulitokana na ongezeko kwa uzalishaji wa umeme, uimarishaji wa huduma za jamii, kuongezeka kwa mikopo kwa sekta binafsi iliyochachua shughuli za kiuchumi, pia kuendelea na ujenzi wa miundombinu ya usafirishaji na kuimarisha kwa sekta ya uchumi. Aidha, sekta zilizokuwa na kiwango kikubwa cha ukuaji katika kipindi cha mrejeo ni pamoja na shughuli za sanaa na burudani kwa 17.1%, fedha na bima 16.3%, na habari na mawasiliano 14.3%. Mheshimiwa Naibu Spika, mfumuko wa bei kwa mwaka 2024 umepungua hadi kufikia wastani wa 3.1% kilinganishwa na wastani wa 3.8% kwa mwaka 2023. Kiwango hicho kipo ndani ya lengo la nchi ya jumuiya ya kikanda na wigo wa 3% hadi 5%. Katika muda wa kati, kupungua kwa mfumuko wa bei kulitokana na utekelezaji wa sera madhubuti ya fedha na bajeti, uwepo wa utoshelevu wa chakula nchini na uboreshaji wa miundombinu ya uchukuzi iliyorahisisha usafirishaji wa bidhaa kutoka maeneo ya uzalishaji hadi kwenye masoko. Maelezo kuhusu akiba ya fedha za kigeni na mwenendo wa ukusanyaji wa mapato inaelezwa zaidi kwenye aya ya 74 hadi ya aya 76 ya hotuba yangu iliyoko kwenye vishikwambi vyenu. Swala uwekezaji na uendelezaji wa sekta binafsi. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali imeendelea kuchukua hatua mahususi na kuimarisha na kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji hapa nchini. Hatua hizo ni pamoja na kufanya maboresho ya sheria 12 kupitia sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali namba 3 ya mwaka 2024 na kutekeleza mpango wa kuboresha mazingira na biashara ya uwekezaji. Serikali pia imeanza maandalizi ya mpango wa pili wa kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji nchini unaolenga kuvutia uwekezaji wa nje na ndani kwa kuongeza fursa za ajira, uboreshaji wa miundombinu, upatikanaji wa soko la kimataifa na bidhaa za ndani za kukuza ushindani na ubora wa bidhaa. Maelezo kuhusu uwekezaji na uendelezaji wa sekta binafsi yanapatikana kwenye hotuba yangu aya ya 80 hadi ya 83 ambayo pia imewekwa kwenye vishikwambi vyenu. Mapambano dhidi ya ukimwi. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa mujibu wa takwimu zilizopo, watu 1,536,842
kati ya watu 1,690,948 wanaishi na virusi vya ukimwi. WAVIU walikuwa wanatambua hali zao, wanaoishi na virusi vya ukimwi walikuwa wanatambulika na hali zao na maambukizi. Kadhalika WAVIU 1,545,880 wanatumia dawa za kufubaza makali ya VVU, ambapo watu wazima wenye umri wa miaka 15 na kuendelea ni 96.4%. Mheshimiwa Naibu Spika, kiwango cha maambukizi mapya ni watu 60,000 kila mwaka, ambapo vijana wanaopata VVU maambukizi ni takriban 34.3% ya maambukizi mapya. Nitoe rai kwa Watanzania wote kuendelea kuchukua tahadhari kwa kuwa ukimwi bado ni tishio kama takwimu zinavyoonyesha. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2025/26 serikali itaendelea kuratibu shughuli za ukimwi kwa kutoa huduma endelevu na stahimilivu kwa WAVIU, kuimarisha mfuko wa udhamini wa ukimwi ili uweze kufanikisha malengo ya nchi katika kutokomeza ukimwi ifikapo mwaka 2030. Lakini pia tutaweka msukumo katika kupunguza maambukizi ya VVU kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto. Tutahamasisha mabadiliko ya tabia katika jamii ili kupunguza maambukizi mapya ya VVU. Sambamba na hayo, serikali inatambua mabadiliko ya kisera kutoka kwa baadhi ya washirika wetu wa muda mrefu wa masuala ya ukimwi. Kufuatia mabadiliko hayo, serikali inachukua hatua madhubuti kwa kushirikiana na sekta binafsi katika kuimarisha uwekezaji kwenye eneo la utoaji huduma kwa WAVIU, lakini pia hatua hizo zenye lengo la kuwezesha taifa letu kujitegemea zitaendelea kuchukuliwa pia katika maeneo mengine.